Najuta kukufahamu sehemu ya 5 na ya mwisho. Na karibu katika mwendelezo wa simulizi inayokwenda kwa jina la Najuta kukufahamu. Anayetusimulia kisa hiki ni mwanaume anayefahamika kwa jina la John, ambaye ni mambo mengi ambayo ameyapitia katika safari ya maisha yake. Simulizi hii ina kisa cha kweli. Mtunzi na msimuliaji wa simulizi hii ni mimi Faraja Simkwai. Unaweza kunipata katika mitandao ya kijamii Facebook, Instagram, TikTok pamoja na YouTube. Napatikana kama Faraja Simkwai. Basi sehemu iliyopita tulishia pale ambapo John tayari ameenda hospitali kwa ajili ya kucheki afya yake, lakini majibu yalitoka kwamba tayari John alikuwa ni mwathirika, na akili yake John ilimjia mtu mmoja tu ambaye amemwambukiza ugonjwa huo. Ni mwanamke yule wa supermarket, mwanamke ambaye alianza naye mahusiano siku chache zilizopita, mwanamke ambaye alimwahidi mambo mengi katika maisha yake, mwanamke ambaye alikuwa anamhudumia yeye pamoja na familia yake, mwanamke ambaye alikuwa anampa pesa nyingi sana John kila wiki. Basi John baada ya kugundua hivyo, moja kwa moja alielekea kwa yule mwanamke, na yule mwanamke alimpa maneno ya dharau, maneno ya kashfa kwamba ni tamaa zake na ameparamia mji kwa pupa. John maneno hayo yalimuumiza sana. Basi John ikabidi atoke pale supermarket na kuelekea nyumbani kwao kwenda kutafuta zana yoyote kwa ajili ya kwenda kumdhuru yule mwanamke. John alipofika nyumbani kwa babake mdogo, akatafuta zana kumdhuru yule mwanamke na hatimaye akapata panga. John kwa hasira alichukua panga, huku lengo la dhumuni ni kwenda kumkatakata yule mwanamke ambaye amemsababishia ugonjwa huo. Basi John akatoka haraka, lakini baada ya kufika pale walinzi waliwahi kumdhibiti. John alilia sana. John alisema, "Naombeni niacheni nimfundishe adabu huyu mwanamke. Anaua vijana kwa makusudi. Ni kosa gani ambalo mimi nimemfanyia mwanamke huyo hadi nipate adhabu kubwa namna hii? Anajua ni namna gani ameniharibia maisha yangu. Ndio kwanza nilikuwa najitafuta. Ndio kwanza na mtoto mmoja. Kwa nini amenifanyia hivi? Kwa nini hizo pesa zake asitumie kwa namna nyingine na si kuharibu maisha ya vijana wengine? Naombeni mniache jamani." Lakini walinzi wale walifanikiwa kumdhibiti John na kumrudisha nyumbani. Basi baada ya hapo John akawa ni mtu mpweke, akawa ni mtu mwenye mawazo sana. Babake mdogo aligundua hilo. Alijaribu sana kumfariji, na babake mdogo alisema kwamba kama ningetambua kama huyu mwanamke ameanza mazoea na wewe, nisingeruhusu kabisa uwe karibu naye. Nisamee sana kijana wangu. Kipindi unafika hapa mkoani Tabora, sikukupa sifa za huyo mwanamke. Nisamee sana. John hakuwa na la kusema zaidi, alitaka tu kurudi nyumbani kwake. Basi baada ya John kugundua kuwa tayari ameathirika, John alijua hakuna tena pa kukimbilia, hakuna tena uongo wa kujificha nyuma yake. Ukweli kwa upande wake ulikuwa mzito, lakini ulikuwa lazima usemwe. Moyoni mwake John alijua kosa lake moja lingeweza kubomoa familia nzima, lakini kunyamaza kungeua zaidi familia hiyo. John alifunga safari kurudi jijini Dar es Salaam. Safari yote John alikuwa kimya. Hakusikia kelele za abiria, hakuhisi umbali wa barabara. Akili yake ilikuwa imejaa picha za mke wake, uvumilivu wake, mapenzi yake ya dhati na imani aliyompa bila masharti. Kila kilomita iliyosogea nyumbani, moyo wake ulizidi kudunda. John alipofika nyumbani kwake, alisimama mlangoni kwa muda mrefu kabla hajagonga mlango. Mkono wake ulikuwa mzito kugusa mlango. John alivuta pumzi ndefu na kugonga mlango. Baada ya kugonga mlango, mke wake alikuja kumfungulia. Mke wake alimkaribisha kwa tabasamu lile la upendo, tabasamu ambalo lilimvunja moyo zaidi John. John hakuweza kujizuia. John pale alipiga magoti mbele ya mke wake. Kwa sauti iliyovunjika, kwa sauti iliyokata tamaa, John akaanza kusema. Akasema, "Samahani mke wangu. Samahani, nimekukosea sana." Mke wake alishtuka kwa sababu hakuwahi kumuona John katika hali ile. Mke wake John alimshika John mkono, akajaribu kumnyanyua, lakini John alilia kama mtoto. Akasema, "Mke wangu, nimekosa. Nimekusaliti mke wangu. Nimeharibu kila kitu katika maisha yetu." John akamweleza yote mke wake, kuanzia safari ya mkoani Tabora, ugonjwa wa babake mdogo, mwanamke yule aliyekutana naye supermarket, pesa zote ambazo alikuwa anatumia mke wake kila baada ya wiki, tamaa, uamuzi mbaya, hadi siku ambapo alienda hospitali kwa ajili ya kucheki afya yake na alipopata majibu. Alipofika kusema sehemu kuwa majibu alikuwa kwamba yeye ni mwathirika, sauti yake ilishiwa nguvu kabisa. Mke wake John alikaa kimya, hakulia, hakupiga kelele. Alimtazama John kwa macho yaliyojaa maumivu makubwa kuliko hasira. Ukimya ule ulikuwa mzito kuliko maneno yoyote yale. John aliendelea kuomba msamaha. John akasema,
najua mke wangu, najua sistahili kupata msamaha wako, najua nimekuumiza, lakini niliona ni bora nikwambie ukweli kuliko kukua taratibu kwa uongo niliofanya. Machozi yalimtoka mke wake John pole pole. Mke wake akaendelea kumsikiliza John akiwa anaendelea kuongea. Sauti yake ilikuwa dhaifu, lakini ilibeba uzito wa maumivu ya mwanamke aliyesalitiwa na mtu aliyempa maisha yake yote. Mke wa John alimwangalia John usoni, kisha akamuuliza kwa sauti ya kulia. Akasema, John, kwa nini? Kwa nini umeamua kufanya hivi John? Kwa nini ulikuwa unakimbilia maisha ya kifahari? Kwa nini pesa zikupofushe kiasi cha kusahau familia yako? John, mimi niliridhika na kidogo tulichokuwa nacho. Niliridhika na upendo wako na juhudi zako pia. John, mimi sikuhitaji nyumba ya mamilioni kama ningekuwa na wewe kwa uaminifu. Mke wa John alipiga kelele za kilio. Kilio cha mwanamke alivunjika moyo kabisa. Alishika kifua chake kana kwamba kinataka kupasuka. Kisha akasema maneno ambayo yalizidi kumuumiza zaidi John, kama kisu ambacho kimepita katikati ya moyo wake. Mke wa John akasema, kwa kuwa ulikuwa unataka maisha ya kifahari, basi na kuacha na kila kitu ambacho umekitafuta kwa jasho lako John. Hii si ndo kazi ambayo ilikuwa inakupa ujira kila baada ya wiki na kuachia kila kitu? Mke wa John akamwangalia John kwa macho yaliyojaa maamuzi mazito. Akasema, John, baki na nyumba yako, baki na pesa zako, baki na ndoto zako ili uendelee kufurahi zaidi. John alimsogelea mke wake huku akijaribu kumshika mkono, lakini mke wa John alijitoa mikononi mwa John. Bila kusema neno lingine lolote, mke wa John akaenda chumbani. John alikuwa akisikia tu sauti ya mke wake akifungua begi, akipanga nguo, akichukua vitu vya mtoto. Kila sauti ya zipu ilikuwa kama nyundo moyoni mwa John. Na mke wa John alipotoka chumbani, alikuwa amebeba mizigo yake. Macho yao yalikutana kwa mara ya mwisho. Hakukuwa na hasira tena kutoka kwa mwanamke yule, bali kulikuwa na uchovu wa kupenda. John alipiga magoti huko akilia. Akasema, tafadhali mke wangu, usiniache peke yangu katika hali hii. Bado nakuhitaji. Lakini mke wake hakusema neno lolote wala hakusimama. Aliendelea na safari yake. Alifungua mlango akatoka nje bila kuangalia nyuma. Mlango ulipofungwa, sauti yake ilivuma kama radi ndani ya nyumba tupu. John alibaki pale peke yake. Nyumba aliyonunua kwa fahari iligeuka kuwa gereza la kimya. Ukuta uliokuwa mweupe ulionekana kumtazama kwa lawama. Pesa hazikumfariji tena John. Samani hazikumkumbatia. Kila kona ya nyumba ile ilimkumbusha kile alichopoteza John. Baada ya mke wa John kuondoka, siku zilikata. Na baada ya wiki moja akiwa ametulia nyumbani, simu yake iliita. John alipoangalia jina lililoonekana kwenye skrini ya simu, moyo wake ulidunda kwa nguvu. Simu ile ilitoka kwa yule mwanamke wa Tabora, mwanamke aliyemsababisha matatizo. John alisita kupokea, lakini hatimaye akaamua kupokea. Kwa mara ya kwanza, sauti ya mwanamke yule haikuwa ya kujiamini wala ya kejeli. Ilikuwa ni sauti ya mtu aliyepoteza nguvu na tumaini. Mwanamke yule akasema kwa upole, akasema, John, samahani. Neno lile la samahani kutoka kwa yule mwanamke lilimshangaza sana John. Yule mwanamke akaendelea kuongea. Akasema, John, naomba unisamehe kwa yote nilokufanyia. Najua nimekuumiza. Najua nimeharibu maisha yako. John alikaa kimya huku akiendelea kumsikiliza yule mwanamke. Ndipo yule mwanamke alipoendelea kusema, akasema, John, nimesikia mambo mengi kuhusu wewe na nimesikia pia mke wako ameondoka baada ya kusikia kwamba wewe ni mwathirika. Kulikuwa na ukimya mfupi baada ya maongezi hayo. John hakutaka kuongea neno lolote, alihisi uchungu mzito ndani ya moyo wake. Kisha yule mwanamke akaendelea kuongea. Akasema, John, kuathirika sio mwisho wa maisha. Bado tunaweza kuishi. Kama tukifuata ushauri wa daktari, tunaweza kuishi salama. Mimi niko tayari kuishi na wewe John. Sijawahi kukuchukia. Sikukupenda kwa pesa tu. Naomba urudi unikubali kwa kuwa mke wako tayari ameshaondoka. Niko tayari kuishi na wewe. John alishika simu ile kwa mkono uliokuwa ukitetemeka. Alivuta pumzi ndefu, alijifuta machozi. Kisha akaamua kuzungumza kwa sauti ambayo haikuwa na hasira nyingi tena, bali ilikuwa nzito na imejaa maamuzi. John akasema kwa sauti taratibu lakini yenye ukali ndani yake. John akasema, we mwanamke, nakuchukia. Yaani nakuchukia kuliko neno lenyewe nakuchukia. Nakuchukia kuliko kawaida. Sio kwa sababu tu umenipa ugonjwa, la hasha, bali ni kwa sababu wewe ndio chanzo kikubwa cha maisha yangu kuharibika. Nilikuwa na familia John mimi. Nilikuwa na mke aliyenipenda. Nilikuwa na mtoto aliyenitegemea. Yote hayo yameondoka. Kitu kimoja ambacho nakuomba katika maisha yako. Naomba unisaidie kitu kimoja tu. Naomba usinitafute tena. Usijaribu kunitafuta tena katika maisha yako. Usijaribu kurudi kwenye maisha yangu. Yaliyotokea yananitosha.
ninachokipitia kwa sasa Mungu pekee ndio anaijua. Ninachokipitia ni adhabu ya maamuzi yangu niliyochukua hapo awali. Yaani miezi michache tu imeharibu mustakabali mzima wa maisha yangu. Sitaki kuongeza kosa jingine kwa kujaribu kujifariji kupitia wewe mwanamke. Wewe ni mwanamke ni zaidi ya shetani. Yaani hata shetani ana kitu cha kujifunza kupitia wewe. Na kuchukia kuliko kawaida. John aliongea maneno haya, aliongea kwa hasira, aliongea mfululizo. Upande wa pili wa simu hakukuwa na majibu, hakukuwa na msamaha, hakukuwa na neno la mwisho. John alikata simu baada ya kuongea maneno hayo. John alishusha mkono wake pole pole. Akahisi mzigo mzito ukitoka moyoni mwake. Sio kwa sababu alikuwa amepona, bali ni kwa sababu alikuwa amechagua ukweli badala ya uongo mwingine. John alikaa peke yake sebuleni, kimya kilirudi, lakini safari hii akikuwa kimya cha hofu, bali kilikuwa ni kimya cha kukubali. Alijua kwamba kwa wakati huu alikuwa anabudi kuishi na ugonjwa. Alijua angeishi na majuto, lakini pia alijua angeishi na dhamiri iliyochagua kusimama. Siku chache baada ya tukio lile, simu ya John iliita tena. Safari hii hakuwa na hofu, na alipoangalia jina katika skrini yake ya simu, moyo wake ulipata utulivu wa ajabu. Ilikuwa ni simu kutoka kwa babake mdogo. John alipokea simu kwa sauti ya chini. John akasema, baba mdogo, unaendeleaje baba?" Upande wa pili wa simu sauti ya mzee ilikuwa tulivu, yenye upendo na hekima ya maisha. Babake mdogo akasema, "Kijana wangu, haujambo John? Unaendeleaje? Unajua nimepata habari zako zinanisikitisha sana kijana wangu. Nahofia kukupoteza. Unajua kakaangu aliniachia watoto 3 tu ambaye ndio nyie. Na wewe ndio mtoto ambaye ni kama tegemezi katika familia. Ujue wahenga wanasema kwamba kutenda kosa si kosa, bali kurudia kosa ndio kosa. Na siku zote mtoto wangu katika maisha, kuteleza si kuanguka. Muungwana akianguka, haendelee kugaragara, bali usimama na kujifuta vumbi na kuendelea tena." John hakujibu neno lolote, machozi yakaanza kumtoka taratibu. Babake mdogo akaendelea kusema. Akasema, "Nataka nikwambie jambo moja muhimu sana mtoto wangu. Kuathirika sio mwisho wa maisha John." John alifunga macho huku akisikiliza kwa makini maneno ya babake mdogo. Babake mdogo akaendelea kusema. Akasema, "Mwanangu, kuna njia za kuishi. Kuna njia za kitaalamu, kuna madaktari, kuna dawa. Kama ukifuata ushauri vizuri, utaishi maisha marefu na yenye amani. Bado unaweza kuwa mwanaume bora mwanangu. Bado unaweza kuwa baba bora. Bado unaweza kuwa mfano mzuri kwa wengine. Lakini jambo moja tu ambalo nakusihi mwanangu. Kama wewe umeumizwa, basi wewe usiwe chanzo cha wengine kuumia. Maumivu uliyopata yasiyo sababu ya kueneza kwa watu wengine wasiokuwa na hatia. Ukweli wako uwe kinga ya wengine. Maamuzi yako ya leo yawe funzo kwa kesho ya wengi." John alipumua kwa kina, kisha akasema kwa sauti iliyokata tamaa lakini yenye shukrani. John akasema, "Asante sana baba mdogo. Nimejifunza kitu. Kuna kitu ambacho umenifunza leo katika maisha yangu. Asante sana." Babake mdogo akasema, "Sawa mwanangu. Basi mimi nikutakie maisha mema. Endelea kujaribu kumuomba msamaha mke wako. Huenda ipo siku atakusikia." John akasema, "Sawa baba, nimekuelewa. Najivunia sana kuwa na baba kama wewe. Yaani japo baba yetu alitangulia mbele za haki, lakini wewe umekuwa kama baba kwangu. Asante sana baba." Basi simu ikakatika. Baada ya simu kukatika, John alikaa peke yake kwa muda mrefu. Kwa mara ya kwanza tangu yote yatokee, hakujilaumu kupita kiasi, hakujilaumu kupoteza kila kitu, bali alijipa jukumu jipya. Aliamua kuanza upya, si kwa kufuta aliyopita, la hasha, bali kwa kuishi na ukweli, kwa kuchukua tahadhari na kwa kuwalinda wengine. Aliangalia picha ya mtoto wake huku akisema kwa sauti ya chini. Akasema, "Mwanangu, nisamee sana. Nisamee sana wewe pamoja na mamako. Lakini kitu kimoja tu ambacho ninakuahidi, nitakuwa baba bora kwako hata kama uko mbali. Najua namna ya kufanya. Huko liko naomba unisamee sana mke wangu kwa yote ambayo yametokea. Nimepata kila kitu kwa muda mfupi, lakini maumivu yake ni ya muda mrefu. Kitu kimoja ambacho nimejifunza katika maisha yangu John, mimi, pesa zinaweza kurahisisha maisha, lakini haziwezi kununua dhamiri. Tamaa inaweza kukupa kila kitu kwa muda mfupi, lakini kakuibia furaha ya maisha yako yote. Na kuathirika sio mwisho wa maisha, lakini kuficha ukweli kunaweza kuwa mwisho wa wengine." John alitabasamu kwa uchungu mdogo, kisha akasema, "Najuta kukufahamu, lakini sitajuta funzo nililolipata." Na huo ndio mwisho wa sehemu ya 5 wa simulizi inayokwenda kwa jina la Najuta Kukufahamu. Na kipi ambacho umejifunza kupitia simulizi hii? Mwisho wa simulizi hii ndio mwanzo wa simulizi nyingine.
Mtunzi na msimuliaji wa simulizi hii ni mimi Faraja Simkwai. Unaweza kunipata katika mitandao ya kijamii Facebook, Instagram, TikTok pamoja na YouTube. Napatikana kama Faraja Simkwai. Najuta kukufahamu.